Ndugu mtazamaji, katika kuendelea kufuatilia taarifa mbalimbali kutoka ukanda wa Mashariki ya Kati, taarifa kubwa inayotikisa siasa za kimataifa ni madai ya kuuawa kwa kiongozi mkuu wa kidini na wa kisiasa wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kwa mujibu wa rais wa Marekani Donald Trump, Khamenei ameuawa Jumamosi ya tarehe 28 Februari mwaka 2026 kufuatia mashambulizi makubwa ya pamoja kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Trump ametangaza kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba operesheni hiyo ilikuwa na lengo la kuangusha utawala wa Iran, akiongeza kuwa mashambulizi ya mabomu yataendelea bila kukatizwa wiki nzima au kwa muda wowote utakaohitajika hadi kufanikisha kile alichokiita amani katika ukanda wa Mashariki ya Kati na duniani kote. Maafisa wanne wa Israel waliozungumza kwa sharti la kutokutajwa majina kutokana na unyeti wa taarifa za kiintelijensia wamesema Khamenei ameuawa katika shambulizi la anga lililolenga makazi yake jijini Tehran. Hata hivyo, hadi sasa hakujawa na uthibitisho rasmi kutoka mamlaka za Iran kuhusu kifo hicho cha kiongozi huyo mkuu wa Iran. Kwa upande mwingine, jeshi la Marekani kupitia United States Central Command, yani CENTCOM, limesema vikosi vyake vimeshambulia maeneo ya makombora ya Iran, mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na vituo vya amri na udhibiti wa Islamic Revolutionary Guard Corps, yani IRGC. Taarifa hiyo imeeleza kuwa mashambulizi yamelenga kudhoofisha uwezo wa Iran wa kujibu kijeshi dhidi ya mashambulizi ya Marekani na Israel. Afisa mmoja mwandamizi wa usalama kutoka magharibi ameiambia gazeti la The Washington Post kwamba makamanda wakuu wa idara za ujasusi za Iran walikuwa miongoni mwa waliolengwa katika mashambulizi hayo ya anga, jambo lililosababisha taharuki kubwa ndani ya taasisi za usalama za Tehran. Katika miezi ya hivi karibuni, Washington imekusanya nguvu kubwa ya kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi, huku ikishinikiza Iran kusitisha au kuvunja kabisa mpango wake wa nyuklia. Mazungumzo ya kidiplomasia kati ya pande hizo mbili hayakufikia makubaliano, hali iliyoongeza mvutano kabla ya operesheni hii ya kijeshi. Ndugu mtazamaji, wakati mvutano ukiendelea kufuatia mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, jina la Reza Pahlavi limeibuka tena katika mjadala wa kisiasa wa kimataifa. Pahlavi, mwana wa Shah wa mwisho, yani mfalme wa Iran Mohammad Reza Pahlavi, ambaye aliondolewa madarakani katika mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, alitoa hotuba kupitia mtandao wa kijamii kabla na baada ya mashambulizi hayo. Katika ujumbe wake, alieleza hali ya sasa kama wakati wa kihistoria kwa taifa la Iran, akiwahimiza wananchi kuchukua jukumu la kuamua mustakabali wao. Katika hotuba hiyo, Pahlavi alisisitiza kwamba mabadiliko ya kweli hayawezi kulazimishwa kutoka nje, bali yanapaswa kuendeshwa na wananchi wa Iran wenyewe. Hata hivyo, alieleza kuwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya serikali ya Tehran hayalengi watu wa Iran, bali mfumo wa kisiasa uliopo chini ya Ayatollah Ruhollah Khamenei. Kauli zake zimeibua mjadala mpana kuhusu uwezekano wa kurejea kwa mfumo wa kifalme au wa kuundwa kwa mfumo mpya wa kisiasa iwapo uongozi wa sasa utadhoofika. Ingawa Pahlavi hajatangaza rasmi madai ya kutoa kiti cha baba yake, amekuwa akijiwasilisha kama sauti ya upinzani wa nje ya nchi, akiahidi kuunga mkono kura ya maoni ya kitaifa ili kuamua aina ya utawala unaotakiwa kwa wananchi. Wachambuzi wanasema kuwa uwezekano wa kurejeshwa kwa ufalme nchini Iran unabaki kuwa suala tata. Baadhi ya Wairan wanakosoa serikali ya sasa, wanaona Pahlavi kama alama ya enzi ya utulivu wa kiuchumi kabla ya mwaka 1979, wakati wengine wanakumbuka utawala wa kifalme kama kipindi cha ukandamizaji wa kisiasa. Kwa sasa haijulikani iwapo matukio ya kijeshi yatafungua njia ya mabadiliko ya haraka ya kisiasa ndani ya Iran. Hata hivyo, hotuba ya Pahlavi inaonyesha kwamba makundi ya upinzani nje ya nchi yanajaribu kujiweka katika nafasi ya kuathiri mwelekeo wa taifa iwapo pengo la uongozi litatokea. Ndugu mtazamaji, wachambuzi wa siasa za kimataifa na za kikanda wanasema kifo cha kiongozi wa juu wa nchini Iran kinaweza kuingiza nchi hiyo katika kipindi kigumu cha mpito wa kisiasa na wa kidini ambacho hakijawahi kushuhudiwa tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, mamlaka ya kiongozi mkuu si tu ya ishara, ndiye mwenye maamuzi ya mwisho juu ya jeshi, sera za nje, vyombo vya usalama na hata mwelekeo wa kimkakati
kimkakati wa taifa la Iran. Kuondoka kwake ghafla kunaweza kufungua mjadala mpana ndani ya taasisi za dola kuhusu nani anafaa kumrithi na kwa mwelekeo upi taifa liende. Mchakato wa kuchagua kiongozi mkuu mpya uko mikononi mwa chombo cha kidini kinachoitwa Assembly of Experts, ambacho kina jukumu la kikatiba kumteua na iwapo itahitajika kumwondoa kiongozi mkuu wa Iran. Hata hivyo, wachambuzi wanaeleza kuwa katika mazingira ya shinikizo la kijeshi kutoka nje, mchakato huo unaweza kukumbwa na mvutano wa ndani kati ya makundi ya kihafidhina na yale yanayopendelea mageuzi. Aidha, nafasi ya Islamic Revolutionary Guard Corps, yani IRGC, inaweza kuwa muhimu zaidi katika kipindi hiki cha mapinduzi. Kikosi hicho chenye ushawishi mkubwa wa kijeshi na kiuchumi ndani ya Iran kimekuwa mhimili wa kulinda mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu. Ikiwa kitapata ushawishi mkubwa katika mchakato wa urithi, kuna uwezekano wa kuimarika kwa msimamo mkali wa kiusalama na wa sera za nje za nchi hiyo ya kanda ya Uajemi, yani Iran. Wachambuzi pia wanaonya kuhusu athari za ndani. Iran tayari inakabiliwa na changamoto za kiuchumi, vikwazo vya kimataifa na maandamano ya mara kwa mara ya kijamii. Kipindi cha sintofahamu ya uongozi kinaweza kuongeza wasiwasi wa umma au hata kuchochea makundi ya upinzani kutaka mabadiliko mapana ya kisiasa. Kikanda, mabadiliko ya ghafla ya uongozi yanaweza kuathiri uhusiano wa Iran na washirika wake kama Syria, makundi ya wanamgambo katika Iraq na Lebanon, pamoja na mvutano wake na Israel na Marekani. Ikiwa sera zitachukuliwa kwa msimamo mkali zaidi, kuna hatari ya kuongezeka kwa mvutano au hata mapambano ya moja kwa moja. Kwa sasa hali inaendelea kubaki ya tahadhari. Macho ya jumuiya ya kimataifa yameelekezwa Tehran, yani mji mkuu wa Iran, huku maswali makubwa yakiibuka. Je, Iran itaendelea na mfumo wake wa sasa kwa uthabiti au itaingia katika kipindi cha mabadiliko ya kina yatakayobadilisha mizani ya nguvu katika Mashariki ya Kati? Kwa sasa macho ya dunia yameelekezwa Tehran, Washington na Tel Aviv, huku hofu ikiongezeka kuhusu uwezekano wa kuenea kwa mzozo huu na athari zake kwa usalama wa kikanda na wa kimataifa kwa ujumla. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chifu inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ni Sauti ya Chifu. Hii ndiyo sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chifu, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section.